Hapa ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo nyuso za huzuni zimetawala miongoni mwa wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki ambao wamefika hapa kwa ajili ya kupokea mwili wa Mtanzania Macha Maregesi Mongu. Mpaka nimekuwa nikiona hivyo. Ndio shughuli zake, yani ndio ilikuwa maisha yake kwa jumla. Yani maisha yake yalikuwa ni baharini, shughuli za baharini. Miaka yote hapo nimezaliwa nimekuta akifanya hizo kazi. Ana uzoefu wa muda mrefu, pia anaifahamu Dubai vizuri na nchi tofauti tofauti. Macha Maregesi Mongu alifikwa na umauti huko katika mfereji wa Hormuz mara baada ya meli aliyokuwa kihudumu ya Volans yenye namba za usajili IMO 929856 kushambuliwa na mabomu. Familia imekuwa na haya ya kuyasema kuhusiana na marehemu. Na majuzi kati ndivyo kama hivyo mlivyoweza kusikia taarifa zikitolewa kwamba ameuawa wakati akipita ule mkondo wa Hormuz. Kwa hiyo mimi ni mdogo wake kabisa wa tumbo moja. Kwa hiyo ndio tumekuja kupokea mwili ili tuweze kusafirisha kwenda nyumbani kwa maziko. Musoma. Kaka, historia fupi ya kaka. Baada ya kufika kule, si ndio? Alifanya kazi katika kampuni tofauti tofauti. Kampuni yake ya mwisho ni Mubaraka Marine Service. Yes, ndio kampuni yake ya mwisho. Alifanya nayo kazi almost kama miaka 6 au 7 hivi. Mpaka umauti unamkuta. Ana muda gani toka aende kufanya kazi? Hata mwezi hajamaliza. Maana nakumbuka mara ya mwisho nimeongea naye tarehe 25 mwezi wa 4. Ndio mara ya mwisho naongea naye. Tokea hapo sikuwahi kuongea naye tena. Ana watoto 5 na mke mmoja. Yes. Majina yangu? Mimi naitwa Mgane Maregesi Mongu. Kwa majina naitwa Abdul Karim Maregesi Mongu, ni mdogo wake marehemu Mchama Maregesi Mongu. Huyu mimi ni kaka yangu, ndo wa kwanza kuzaliwa kwetu. Mara ya mwisho umepata nafasi ya kuzungumza na kaka kabla ya umauti ilikuwa ni lini, na labda historia yake kwa ufupi kuhusiana na kazi yake? Nakumbuka wakati tukiwa katika mfungo wa Ramadhani, alinipigia simu na kuniambia anaweza akasafiri kwenda kazini Dubai. Lakini akaniambia kabla ya kusafiri nitakuja nyumbani ili tuagane vizuri ndio niondoke. Nikamwambia basi sawa, lakini nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani kama cha 10 hivi au chungu cha ngapi, lakini ilikuwa ni mwanzo wa Ramadhani. Basi hakuja tena na sikusikia tena taarifa zake mpaka nikaja kupata taarifa za kifo chake. Majukumu yake ya kikazi huko Falme za Kiarabu alianza lini, labda na historia yake kwa ufupi kwenye kazi yake ya ubaharini? Nakumbuka alianza kwa muda sisi tukiwa bado wadogo, na nilikuwa nasoma nafikiri darasa la 7 miaka hiyo. Ndio yeye alianza kwenda safari yake ya kwanza, na safari alikaa takriban kama miaka 3. Halafu ndo akarudi na akawa ametuletea zawadi kwa kipindi hicho. Ikakaa tena baada ya muda akarudi tena, kwa sababu ndo kazi zake. Akija anakaa kwa muda mfupi, baadaye anakwenda tena anarudi, hivyo ndio ilikuwa maisha kwa siku zote. Tuko vizuri, tunawasiliana na familia, na yeye mawasiliano yake ni mazuri kwa sababu ndo alikuwa mshauri wetu. Alikuwa ni mtu ambaye ni mtu rahimu katika mazungumzo, pia anatatua matatizo ya familia kwa sababu ndo kaka yetu mkubwa kama nilivyosema hapo awali. Tunashukuru, ndo kazi yake Mwenyezi Mungu. Sisi sote hapa tutaondoka, lakini yeye katangulia na sisi tuko nyuma yake. Kwanza kabisa tuishukuru serikali kwa sababu ndo kila kitu, imetusaidia kwa kiasi kikubwa kupushi mpaka tukapata mwili kwa muda mfupi. Pia tunashukuru kampuni hii alikuwa akifanya kazi, ilitoa taarifa kwa wakati na ikaahidi kwamba inashughulikia tupate mwili. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanashirikiana na sisi kutupatia taarifa hatua kwa hatua kwamba kuna hatua hii na hatua hii. Sasa hivi tumefikia hatua hii, Mwenyezi Mungu akijalia siku fulani itakuwa tayari, na kweli leo tumefanikisha kupata mwili.
kwa ufupi kabisa, mipango ya mazishi imekaaje? Mipango ya mazishi inatarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi huko nyumbani kwetu Msoma, mkoa wa Mara. Naam. Tunashukuru. Asante. Mimi nazungumza kwa niaba ya bodi na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa vyombo vya kwenye maji. Jina langu ni Nahodha Musa Mandia. Tumekuja kujumuika na ndugu zetu, ndugu yetu Mchama Malegese. Mchama Malegese Mongo. Ni baharia mwenzetu. Na tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwamba ametupa sisi uzima, lakini pia ametupa nafasi ya kufika na kuweza kupokea mwili wa ndugu yetu. Kiukweli ni kwamba ni safari isiyokuwa na mashaka, ni ya kila mtu. Sisi wote tuko safarini na kila mtu ataondoka kwa siku yake. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu sisi ambao bado ameturuzuku umri na afya, na kwamba tumeweza kupokea mwili wa mwenzetu. Tuitumie nafasi hii kwamba kwa sisi itutanabaishe kwamba na sisi tuko safarini. Bwana Mchama ametangulia na sisi tunafuata. Na niwaombe ndugu zangu ambao ni wafiwa, Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape subira. Na kifo cha ndugu yetu huyu isiwe ni sababu ya kuwafitinisha kwenye ukoo. Sisi kwenye imani, mimi ni Muislamu, tunapoomba kwenye swala ya maiti huwa tunamrehemu yule ndugu yetu, tunamwombea Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini pia tunamwomba Mwenyezi Mungu asifitinishe wale waliobaki. Kwa sababu mara nyingi yakishatokea mambo kama haya huwa kunakuwa na mvutano kwanza. Azikwe wapi, azikwe na nani, na watu wengine wanakimbilia kwenye mali zake. Basi vitu vya namna hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu mambo haya yasitokee, aviepushe. Lakini baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii kushukuru mamlaka zote zilizohusika katika kuhakikisha kwamba mwili wa ndugu yetu Mchama Malegese Mongo unafika. Na shukurani za dhati na za kipekee nizipeleke kwenye mamlaka, kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Kwa sababu tangu jambo hili limetokea, mimi binafsi nimekuwa napata simu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Kombo, Thabit Kombo, akiniuliza, mwenyekiti, ni nini kinachoendelea? Na nikamwambia tunapata msaada mkubwa sana kutoka kwa mwambata wetu wa Emirates. Amefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba vibali vinapatikana vya kusafirisha mwili wa ndugu yetu mpaka leo umefika hapa. Kwa hivyo napenda nimshukuru kupitia vyombo vya habari, kwa sababu ni moja ya mambo muhimu ya kuyazungumza. Lakini pia niwashukuru wafanyakazi wa TASAC. Wamefanya kazi kubwa sana na wameshirikiana na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kuhakikisha mwili wa ndugu yetu umefika. Ni jambo la kusikitisha kwamba imetokea ndugu yetu amekufa akiwa eneo la kazi. Kimsingi alikuwa kwenye ibada, kwa sababu kutafuta riziki pia ni nini? Ni ibada. Lakini imetokea katika maeneo hatarishi. Kama ambavyo sote tunafahamu kupitia vyombo vya habari, kuna vita zinaendelea Mashariki ya Kati. Vienna Convention inazungumza expressly, not implied, kwamba maeneo ya vita watu wasiende, kwa sababu yanahitaji ulinzi wa ziada. Sasa hili limetokea, basi sisi tunachukua nafasi hii kama mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa vyombo vya kwenye maji kuzikumbusha mamlaka husika, lakini pia wenye vyombo ambao wanawaajiri vijana wetu wahakikishe kwamba hawapeleki vyombo vyao katika maeneo hatarishi kwa ajili ya usalama wa mabaharia wetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.